Naam, nitoe shukrani za dhati kwa wote ambao wanasikiliza Baraka1 TV kutoka pande zote za dunia. Mimi ni baba la baba mzee wa Suma Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP, ambaye yuko kurushia haya matangazo. Tuko saa 9 hivi. Najua tuko na wakati mgumu, lakini inabidi twende hivyo. Na wakati huu mgumu vile vile ndiko kuna mambo mengi pia yanajitokeza. Je, unataka kujua nini kinachoendelea Uvira saa hizi? Saa hii ambayo niko naongea na wewe hapa. Si ndio? Unataka kujua ama hutaki kujua? Nahisi kwamba wengi mnataka kujua nini kinafanyika Uvira sasa hivi gisi tuko tunazungumza hapa. Kuna mambo mengi ambayo yamejitokeza. Unajua M23 wako wapi kwa sasa hivi? Uvira mambo yanaharibika. Yes, Uvira mambo yanaharibika. Tena sana mambo yanaharibika Uvira, ndugu zangu, hali ni tete. Kuna washirika wa M23 ambao mpaka sasa hivi wako ndani ya jiji la Uvira. Kuna watu ambao wanatoa habari, taarifa mbalimbali kwa M23 sasa hivi ndani ya jiji la Uvira. Na kuna wale ambao walikuwa ni pointi muhimu sana za M23 sasa hivi ndani ya jiji la Uvira. Unataka kujua wamefanywa nini? Kama unavyojua, hatima ya msaliti siku zote waga iko ni kuondoka naye. Mtu akiwa ni msaliti, kinachofuata yeye kwake ni hasara tu ndo atakula. Na ndio hiki ambacho kimefanyika Uvira sasa hivi. Kuna mtu mmoja ni maarufu sana Uvira, na alikuwa anasadikika kwamba ana collaborate na M23 kwa karibu. Sisemi kwamba kilichofanyika ni kizuri, kwa sababu kumtakia binadamu mwingine mabaya sio jambo zuri. Lakini wanasema adui ambaye unamweza usimwachie Mungu, shughulika naye. Na pia tunaambiwa kwamba samehe mara 7 si ndio? Basi kilichofanyika Uvira sasa hivi ni hali moja ya kusikitisha. Habari nyingine ya pili ni kwamba ndugu zetu ambao wanajiita Wanyamulenge asilimia kubwa wamekimbia Uvira. Au tuliongea tokea asubuhi tulisema hivi. Walikuwa wanaambizana, wanaitana kwamba shukeni tukutanane sasa wote twende na Sarambwe. Twende na panya wa Sarambwe. Haiko Lionde Sarambwe, panya wa Sarambwe. Now, a part of that, I have a new message. And this message naituma kwa United Nations, Africa Union, and all over the world. So let me explain this. I want to tell the world that those videos are from Uvira. Today, at this time, people are celebrating Wazalendo. They are very happy to see Wazalendo enter the city. They are very happy. They are celebrating. They are enjoying the good moment, which was Wazalendo. Just in few hours since M23 walivondoka jiji la Uvira. And right now, the emojis uko unaona, nishigia Kiswahili. Right now, all Uvira is very hot. People are very high. They are very happy. What am I supposed to say? I want to say this. M23, they were pretending to be loved by people of Uvira. And right now they're saying that they are loved with Congolese people, which is not true. That's not true. Yourself see the picture. When the M23 entered the city of Uvira, how was the movement? Everyone was in his house. They were afraid to face M23. No one was allowed to walk in the city. No one was allowed to do what he's supposed to do. Everyone was afraid. M23 stayed in Uvira almost 1 month. But it was like 10 years of suffering. Right now, see the population, how happy they are. This shows the world that M23, they are killers. They are not a human being. They are evil. They are animals. Their work was to kill people, to steal people, and to discriminate people. That's what the only way they were doing in Vera City. So this means Wazalendo,
they are beloved of the people. FRDC, they are beloved of the people. Everyone right now is very happy to see Wazalendo around them, to see FRDC around them. They're very happy. But people of the world, you must be careful. M23 right now, they are publishing on the Facebook somebody messages. They are saying that Wazalendo are killing people in Uvira right now, today, are doing bad thing in Uvira, which is not true. All messages from M23, their collaborator, and all people are working on them. They are talking badly about Wazalendo and FRDC and Congolese government. We know that they are used to manipulate the opinion, the international opinion. But today, all the world are witnessed that Wazalendo, they are loved with Congolese people. The peoples of Congo loves Wazalendo very much. They loves FRDC very much. You cannot compare Wazalendo to M23. The mouth of Sarambwe. They are not lions. They are mouths of Sarambwe. Panya wa Sarambwe. You cannot compare those killers with Wazalendo or with FRDC. So, juste, je voulais dire que aujourd'hui, nous sommes le 18 dimanche. Et vous venez de voir comment les Wazalendo sont entrés dans la ville d'Uvira. Toute la population d'Uvira s'est mobilisée en chantant, en criant, en montrant le monde qu'ils sont derrière les Wazalendo et nos forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. J'espère bien que vous-même vous aviez constaté lors de l'entrée de l'AFC M23, les criminels à Uvira, comment était la population d'Uvira. Tout le monde s'est caché dans sa maison. Personne n'était pas autorisé de quitter la maison ou bien de circuler dans le quartier. Tout le monde avait peur. Tout le monde criait, pleurait. Mais aujourd'hui, la joie est du retour. Regarde comment les gens d'Uvira sont terrés. Tout le monde circule. Et alors, ceci montre combien de fois que les souris de Sarambwe, ils ne sont pas aimés au Congo. Personne n'a besoin d'eux. On n'a pas besoin de vous, chers souris de Sarambwe. Nashanga kuna watu wako wanaoita les lions de Sarambwe, simba wa Sarambwe. No, tuwaite panya wa Sarambwe, kahoko. Baba la baba. Tuwaite panya wa Sarambwe. Alors, regardez comment la population d'Uvira se soulève derrière Wazalendo et derrière FARDC. C'est la joie qui règne dans la ville. Et tout le monde est heureux. Ceci, c'est un message fort que la population d'Uvira lance à l'opinion internationale et même à notre gouvernement. Qu'ils sachent que nous, les enfants d'Uvira, nous sommes côte à côte avec nos Wazalendo et nos FARDC. Nous n'avions jamais voulu être ensemble avec les souris de Sarambwe, mais ils se sont infiltrés dans nous. Et encore une autre chose. Aujourd'hui même, nous venons de voir les soi-disant Banyamulenge qui ont été manipulés par les souris de Sarambwe ont quitté la ville d'Uvira pour destination inconnue. On ne sait pas même où est-ce qu'ils sont passés. On ne sait pas. Moi-même, je fais mes recherches partout à Kamanyola, Sange, Luvungi. Est-ce que vous avez vu les soi-disant Banyamulenge qui vivaient à Uvira? Beaucoup de gens me disent non, on ne sait pas. Et alors, on se demande, vous êtes partis où? Vous les Congolais. Vous êtes les Congolais, non? Mais, c'était hier, même avant-hier, il y avait des réunions des Banyamulenge, ils sont des Banyamulenge entre guillemets. Ils se sont convenus, mais
c'est pas pour leur volonté. On les a imposés de quitter la ville d'Uvira. Atujue balende wapi. On se demande mais to éviter esika bakenda. Et alors bandeko nangai na lingina pesa binu moi message oyo na utindela monde mokili mobimba boyoka bomona lelo esengo oyo Uvira tozana yango oyo elakisi ke biso population Uvira toza sima FARDC na wazalendo. Ata mukete mutu ya Uvira alingaki ba M23 bango nde bayaki koze po bato balinga bango me bato balinga ka bango te. Tala esengo oyo bato bazana yango. Tala esengo bato bazana yango. Parce que bamoni ke bana na bango bazongi lisusu na palais. Mais lors de leur entrée, les souris de Sarambwe, comment était la veine? Vous comprenez? Tango bayaki bango basuri wana de Sarambwe. Bato nyoso bazalaki na kati ya ndako na bango. Ata mutu moko te akimaki libanda po akende ko kotala bango. Parce que bato balingaka bango te. Wana nde message oyo nalingi na pesa monde ke M23 na Congo oyo moto te oyo alingaka yango. Me kuna baadhi ya wakongomani ambao ni wapumbavu, ambao ni wajinga, wanaozani kwamba kushirikiana na M23 ndio kupata utawala. Unajua nini ambacho kimefanyika Uvira sasa hivi? Ni hatari. Mshirika wa M23 Mchepe. Nafikiri unamjua Mchepe. Nasema hivi kwa sababu sitaki nifanye jambo ambalo liko tofauti. Hoteli Suzana ilitumika sana kushirikiana na M23. Kuna kitu ambacho nataka muone ambacho kimefanyika kwa Mchepe. Mchepe entre guillemets iko muma soupçon za kushirikiana na M23. Anasema entre guillemets. Sina uhakika. Il paraît que ni moja kati ya manguzo za M23. Kwa hiyo watu walitaka kuonyesha ile hasira kwamba sisi tumenyang'anywa mali zetu, tumeibiwa vitu vyetu na M23. Barabara yetu ambayo tungejengewa hapa imeibiwa. Kwa hiyo wakaenda kufanya ambacho walikifanya kwa Mchepe. Lakini kupie hivi haiko bien. Haiko mzuri. Mchepe alikuwa na duka kubwa, magazeti mkubwa Muvira ziko zina servir population ya Muvira. Licha kwamba haiko bure tunaenda kununua, lakini kutia mtu hasara hivi c'est pas bon. Kwa hiyo population ya Uvira, Baraka One TV kwanza tunakondane piage zenye zilifanyika Muvira. Antuka population ya Uvira sikutegemea hivi, na uruje tena surtout kwa mali za serikali. Hapana. Wale gisi wabangia Moses. Angalia Moses gisi walifanya Moses. Eske kabisa hii hata na mweba ya eske hivi eske uni utu kabisa huu. Mali ya serikali ndo mnafanya hivi. Mnasahau kwamba Moses hava ndio viko charge na viwango vya vyakula na vitu gani. Haya. Sasa mtaongezea mataksi hapa, simtalalamika. Mtalalamika. Mnaenda pore ku DGI. Mnapora ku DGI. Directeur Général d'Impôt. Batu ya mataksi. Mnatuingizia mataksi tu Muvira za bure. Unaona? Wengine wanasema biko na haki ya kupora, ni mali yao, na hapana. Huu ni ushamba. Huu ni ushamba population ya Uvira, tumefanya ushamba sana. Aya, sasa tuseme hivi. Hii vita ndugu zangu ilikuwa iko na pact moja yenye hamwezi kuimagine. Nilikuwa nawaambia mara mingi. Vita hii tunaenda nayo taratibu. Tumetengeneza mpango wa kumaliza M23 kidogo kidogo. Walikuwa wengi Muvira. Hii mashughuli yote niko nawaambia biko mingi Muvira, hawajatoka, hawajaisha, wako wengi Muvira. Kwa hiyo gisi biko naleta maramfor, acha bakuleta maramfor, wanapanda milimani. Wakipanda huku tunawakunguta, wanashuka. Wanaleta wengine tunakunguta hivyo na hivyo mpaka jisi watafikia hatua wanajikuta tulikuwa 10,000 tunabaki 10,000. Hapana, wangeondoka tu. Na ndio hizi vitu viwili ambavyo zimewaondosha M23 Uvira: kupigwa sana, kupoteza sana, na pressure ya itazini. Basi hakuna nyingine.
basi hakuna nyingine. Yaani tofauti na hapo hakuna habari nyingine ambayo imewakimbiza M23 Uvira. Ni hizo vitu mbili kubwa. Sasa kuna Memuna fika Dui tayari kwa Uvira. Fika Dui na Mutaga na Bachenero wengine viko deja Uvira. Banafanya maandalizi ya kupokea kiongozi mkubwa wa radi William Amuli Akutu. Hiyo bampokee na charge na operation na renseignement ngoma nzito, kisha tuone maibu nazo zishuke. Ibu zingali kwanza zina freni milima, ibu zingali zina sansi, zinapanga, zinapiga kwanza kuweka stability milima. Kuna FA moja makanaki alitoa message, na hiyo message iko très important, hebu tusikilize. Jambo wakongomani wote, jambo wazalendo. Ni mimi kiongozi Makanaki Kasimira John, ndio na wasalimu katika jina la Yesu Kristo mwa Nazareti. Leo tuko siku ya Mungu tarehe 18. Ndio napenda kuwajulisha na kuambia vraiment na wasi sana na waomba sana wa viongozi wote wa wazalendo wakiwa katika mji wa Uvira, muache kupiga masase kenyeji. Tunaingia na viongozi wote, kiongozi Kuruninga, kiongozi Landa Bango, kiongozi Jana Lube, kiongozi Kabaka, kiongozi Shenya, kiongozi Bravo, kiongozi Mordekai, kiongozi Nantaga, kiongozi Kashumba na wengine viongozi wote, na wasi sana kwa muda huu waliosikia Mungu subuhi, na wasi sana gisi mkiwa katika mji wa Uvira kama vile wa kamanda, na wasi sana 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 sana. Ni mimi mtoto wenu kiongozi ni Makanaki Kasimira John. Muache mukataze watoto kupiga masase kenyeji katika mji wa Uvira mu maeneo yenu. Watoto biko pale, baba zenyu, wadogo zenyu biko pale, mulinde security na usalama, na muchunge mwingine mzuri, mukontrole mzuri, mukataze majeshi, kila kiongozi akataze jeshi kupiga risasi kenyeji. Ule jeshi wa kupiga risasi kenyeji unamupinire. Hapana, tusisikie tena mulio yoyote ya risasi katika mji wa Uvira. Tusisikie mulio tena ya risasi. Na wasi sana wa kamanda, na wasi sana viongozi, na wasi sana. Ni mimi kiongozi Makanaki Kasimbiga John Kadandari, please RFI, na waambia katika jina la Yesu Kristo mwa Nazareti, na wasi sana mufunge masefe, pasikuwe tena jeshi wa kupiga risasi hovyo. Mufanye tu kazi, mukontrole mpito maveni, mufanye nini, mchunguze jua mamine mabombe, lakini musipige tena risasi hovyo. Ule jeshi wa kupiga risasi hovyo munamukadiria nyinyi wa viongozi. Kila kiongozi apane message kwa kila jeshi mwene iko naye. Kila kiongozi apane message kwa kila jeshi iko naye, pasiwe tena wakupiga risasi hovyo katika mji ya Uvira hadi plene nzima. Asante, Mungu awabariki. Na ule mwenye kupata message asukumie mwenzake. Ule mwenye kupata message asukumie mwenzake kuharaka sana, na wasi sana katika jina la Yesu. Hii message wafike ndani, na Mungu atande hema, afanye security yake, kwa maana peke yetu hatuwezi. Mungu ndio mwenye kila kitu. Acha mkono wa Mungu ifanye kazi yake. Acha Mungu atende miracle yake, kwa maana Mungu anatumika saa zote. Anatumika kumwanzo, anatumika na kumwisho. Mwisho ndo miracle yake inaonekanaka kama yeye ndo Mungu. Acha Mungu atufungulie kila kitu kwa uwezo na kwa mamlaka yake. Asante viongozi na watu wote, na wasalimu katika jina la Yesu Kristo mwa Nazareti. Mungu atubariki, na hii message ifikie kila kiongozi yoyote, na mwenye anapata asukumie mwenzake message. Asante.
sio unakibeba kikusaidie nini? Unaona tu jilemi. Naona. Hii wakati haikuwa wakati ya kupiga piga risasi ovyo ovyo. Wazalendo, tulizeni risasi, acheni kusumbua raia kwa masasi, sawa? Na pia mwakataze watu wanaopora mali za watu. Kamateni wote wanaopora mali za watu, wote fungeni hao. Hao ni majambazi hao. Ndio wako napatia usemi M23. Uweze kisi M23 gisi iko inasema sana sasa hivi. Juu ya gisi kuona watu biko naenda kupora. Banapata mwanya, banapata la kuzungumza, na hutakiwa iwe hivyo. Kwa hiyo nyamanzisheni watu kupora, zuieni watu kuendelea kupora. Ni jambo la muhimu sana. Tukutanane, hebu tuangalie gisi walifanya kwa Mchepe, alafu tuje tukutanane majira ya saa 12. Bye bye. Leo ni moto moto. Hivi vigongo juu ya vigongo ni wewe tu. Kanundu kumosia kumaki. Ndio hapo wanaingia. Wazalendo hapa